Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanayoendekana kwenda vizuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia Young Africans wapo katika michuano ya kombe la mapinduzi kule Zanzibar, ukiweza kushuhudia wamefika hatua ya nusu fainali kuelekea fainali, ambapo wanacheza dhidi ya klabu ya Singida Black Stars, ambapo utakwenda kushuhudia mchezo mzuri kabisa, ambapo Young Africans wakitafuta fainali kuelekea kwenye kuchukua kombe la mapinduzi Zanzibar huko, ambapo kikosi kimeweza kuwekwa bayana, kikosi cha kocha Pedro akiweza kuweka bayana majembe ambayo atakayoanza katika mchezo huu wa nusu fainali ambao anacheza dhidi ya Singida Black Stars, na unafahamu ya kwamba kuna majembe mengine yameweza kurudi kutoka katika timu zao za taifa. Kwa hiyo kazi ni kubwa kweli kweli, kazi ni njema kweli kweli ambayo itakwenda kutokea katika mchezo huu. Kumbuka kwamba upande wa pili nusu fainali nyingine yuko Simba pamoja na Azam. Kwa hiyo yoyote ambaye atafanikiwa kutoka hapo atakwenda kukutana pia na mshindi kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Sasa mimi nimekusogezea kikosi hicho ambacho kimeandaliwa na kocha Pedro. Bila kupoteza wakati, nikutajie majina ya wachezaji ambao wamepata nafasi ya kuanza kwenye kikosi hicho, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans nusu fainali hiyo wameelekea na wanakutana na zidi ya Singida Black Stars, na kikosi kama ifuatavyo. Golini anasimama Abutwalibu Msheli, ukiweza kushuhudia akifanya mwendelezo wa kuendeleza kuwa na kiwango chake kizuri katika mashindano haya, na ya kwamba ni nafasi ya kwanza kupata nafasi ya kuonyesha kile ambacho iko nacho, kwani top goalkeeper wa klabu ya soka ya Young Africans, nazungumzia Djigui Diarra, yupo katika majukumu yake ya timu ya taifa kule Mali AFCON, ambapo wako kule Morocco wakiweza kuangalia namna kusogea mbele zaidi, wako katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo sasa hivi unaweza ukashuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao Abutwalibu Msheli, akiendelea kuweza kuzilinda nyavu bila wasiwasi wowote katika kile ambacho kinachoonekana. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kwasi. Ameweza kurudi baada ya kukaa nje takriban miezi 8 akiuguza majeraha yake. Ameweza kurudi na sasa yuko fit kwa ajili ya mapambano, kuhakikisha kwamba anaendeleza ubora wake ambao yuko nao. Kumbuka Young Africans walimpatia mkataba ambapo alikuwa tayari ni ana majeraha, lakini akapewa mkataba kutokana na kazi nzuri ambao aliifanya kunako misimu ya nyuma iliyopita. Hivyo basi wakaona kabisa kwamba hili ni jembe ambalo limepata tu kadhia ya majeraha, lakini litarudi katika ubora wake. Sasa ni nyakati ya kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Lakini katika upande mwingine beki namba 3 atasimama ni Issa Shadrack Kiboka, mkongomani huyu akiendeleza ubabe wake katika eneo lake la beki namba 3. Ana kasi nzuri na ana maarifa mguuni, ana uwezo wa kupiga chenga, ana uwezo wa kuwatoka mabeki, ana uwezo wa kuweza kupandisha timu. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo Issa Shadrack Kiboka amekuwa akiendelea kuweza kuichapa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya Young Africans. Kwa hiyo utaweza kushuhudia kazi kubwa ambayo yuko nayo hapa. Nazungumzia
Hapa nazungumzia Isa Shadrack Boka. Lakini katika upande wa beki namba 5 anasimama Athmani, miongoni mwa vijana ambao wamepata nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho, na ameendelea kuwa na mwiba mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Katika mashindano haya ameendelea kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho, kwamba yeye ni mwiba kweli kweli, na kile ambacho anachokifanya ni kwamba habahatishi. Kwa hiyo kile kinachoendelea kuonekana ni hiko, ambapo pia beki namba 5 anasimama Frank Asinki, miongoni mwa watu ambao wana kiwango kizuri kwelikweli. Ukiweza kushuhudia toka alipoweza kuchukuliwa kutoka kule ambako alikotoka na mpaka kufika kwenye kikosi cha Young Africans, ni ubora ambao ameendelea kuweza kuonyesha, si katika michezo hii, hata michezo ya ligi kuu ambayo alikuwa akipata nafasi alikuwa akiweza kuonyesha ubora mkubwa. Kwa hiyo si mchezaji wa kubeza na si mchezaji wa kawaida, ni bonge la mchezaji, ni bonge la beki ambaye anasimama kuweza kuilinda safu ya ulinzi na kuipanga safu yake ili kumlinda Abu Twalibu Msheli kunako golini. Huku fundi wa boli namba 6 hatari kweli kweli, hapa nazungumzia Kamaro Damaa, hapa nazungumzia Damaro kumrazi, miongoni mwa nyota hatari kweli kweli ambao wameweza kusajiliwa katika kipindi hiki cha dirisha dogo, na amekuwa ni moja kati ya mafundi kweli kweli, na ni mchezo wake wa kwanza tu, lakini aliweza kuonyesha kiwango bora kabisa, ambapo kila shabiki wa mpira na mashabiki wa Yanga walisema kwamba kweli wamepata namba 6. Sasa hapa ndio jina la, hapa nazungumzia Conte, huenda ndo likaanda kusaulika hivyo. Kwa hiyo hilo tusubiri kuweza kuona itakuwaje. Lakini katika upande wa namba 7 atakuwepo Maxi Mpia Nzingeli, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao iko nao Maxi Mpia Nzingeli katika kuhakikisha kwamba anaongeza ubunifu zaidi katika eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo atakuwepo namba 7, atasimama Maxi Mpia Nzingeli. Ubora wake huwezi kuelezeka kutokana na kile ambacho amekifanya. Kila mmoja anafahamu kile ambacho iko nacho Maxi Nzingeli. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama Duke Abuya, miongoni mwa watu hatari kweli kweli kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi hicho. Amekuwa ni moja kati ya wachezaji top kweli kweli kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Unaweza ukasema panga pangua, usipomwacha basi hata sabu utamuweka. Nazungumzia ni Duke Abuya, kutokana na ubora ambao yuko nao. Ameendeleza performance yake nzuri kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia ya Young Africans. Huku unazungumzia hapa ni namba 9. Namba 9 mwalimu amependa kusimama na Edmund John, ni miongoni mwa vijana ambao walipewa nafasi kwenye kikosi cha Young Africans katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili na kuonyesha kile ambacho yuko nacho, na anaendelea kuweza kuonyesha moto kweli kweli kutokana na ubora ambao yuko nayo. Huku unazungumzia namba 10 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Mamadou Dumbi, akiweza kusimama katika eneo hilo na namba 10, huku na namba 11 ikisimamiwa na profesa wa boli. Nazungumzia Paco Mzuzwa Pedo, akiweza kusimama katika majukumu hayo ya namba 11. Kikosi kimekamilika, kikosi ni hiko. Wewe unakionaje? Kitafanikiwa kufuzu kuelekea hatua ya fainali dhidi ya Singida Black Stars? Kama watashinda mchezo huu, weka maoni yako, niandikia hapo. Naonaje kikosi hiki?